Gharama za ujenzi zimeongezeka. Kabla hujamlaumu fundi, fahamu kinachoendelea sokoni. Katika siku za hivi karibuni na miezi michache iliyopita, wateja wengi wamekuwa wakishangazwa na ongezeko la gharama za ujenzi. Wapo wanaodhani mafundi au wakandarasi ndio wameongeza bei za kazi, lakini ukweli ni kwamba sehemu kubwa la ongezeko hili linatokana na kupanda kwa bei ya vifaa vya ujenzi na gharama za usafirishaji. Hapo ndio kwenye chanzo kikubwa ambapo wengi hampajui. Moja ya sababu kubwa ni kupanda kwa bei ya mafuta. Mafuta yanapopanda, gharama za kusafirisha vifaa kutoka viwandani au machimboni hadi eneo la ujenzi huongezeka. Matokeo yake ni kupanda kwa bei ya vifaa karibu vyote vinavyotumika kwenye ujenzi. Kwa mfano, gharama za kokoto zimeongezeka katika maeneo mengi. Katika baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam, hususan Kigamboni, tipa kwa kokoto linaweza kugharimu kati ya shilingi milioni 2.5 hadi milioni 2.7 kutegemeana na umbali wa usafirishaji na upatikanaji wa malighafi. Ndiyo maana unaweza kusikia bei zinatofautiana kutokana na muuzaji mmoja hadi mwingine. Umbali ndio utakaoamua. Bei za tofali nazo zimeendelea kupanda. Kwa wanaotengeneza tofali kwa oda maalum, gharama zinaweza kuwa tofauti na zile za sokoni kutokana na ubora wa malighafi, teknolojia inayotumika na viwango vya uzalishaji. Hivyo si sahihi kulinganisha bei zote bila kuzingatia tofauti hizo. Vile vile bei za nondo zimeongezeka kwa kiwango kinachoathiri moja kwa moja gharama za ujenzi, hasa kwenye miradi ya nyumba za ghorofa na majengo makubwa yanayotumia nondo nyingi. Hii ndiyo sababu makadirio ya gharama za ujenzi yanabadilika mara kwa mara kulingana na hali ya soko la bidhaa, ndio inakosababisha. Ni muhimu kwa wateja kuelewa kuwa makadirio ya gharama yanayotolewa na mtaalamu yanazingatia bei halisi za vifaa zilizopo wakati huo. Hivyo unapopewa gharama kubwa kuliko ulivyotarajia, si lazima iwe ni kwa sababu ya kuongeza faida kupita kiasi. Sababu sio hiyo ya kuongeza faida kupita kiasi, bali mara nyingi ni kutokana na mabadiliko ya bei za soko. Ushauri wetu ni kwamba kabla ya kuanza ujenzi, pata makadirio ya gharama, BOQ, Bill of Quantity, kutoka kwa mtaalamu. Hii itakusaidia kupanga bajeti yako kwa usahihi na kuepuka kusimamisha mradi kutokana na kupanda kwa gharama za vifaa. Huduma zetu hapa kwa sisi Mjenzi wa Nyumba TZ. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunachora ramani za nyumba za kisasa na ghorofa, michoro ya structure, makadirio ya gharama za ujenzi, nikimaanisha BOQ, kirefu chake ni Bill of Quantity. Usimamizi wa miradi ya ujenzi kuanzia msingi hadi kukamilika, ushauri wa kitaalamu kuhusu ujenzi. Ukitaka kuwasiliana na mimi, basi wasiliana nasi kwa simu namba au tuma message tu ya kawaida 07 12 93 70 90. Mtu atakayepokea simu na atakayeongea naye ni mimi mwenyewe na sio mtu mwingine. WhatsApp, Telegram na Max, tumia namba hii 07 65 93 70 90. Pia tuna barua pepe, nikimaanisha email, ni info@mjenziwanyumbatz.com. Pia unaweza kutembelea kwenye tovuti yetu ya mjenziwanyumbatz.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na mfundi bora. Asante kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.